السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين أيها الأحبة، tumekusanyika mahali hapa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala zilizotukufu katika muda huu. Leo hii Lailatul Ahad, usiku wa kuamkia Jumapili, ambayo kwa tarehe ya Kiislamu leo hii itakuwa ni usiku wa tarehe 4 ya mwezi wa Muharram, ambao ndio mwezi wa kwanza wa Kiislamu katika mwaka wa 1442 Hijriya min alhijrati an-nabawiyya, ambao huu pia vile vile ni usiku wa tarehe 23 wa mwezi wa 8 wa mwaka 2020. Tumekutana hapa kwa lengo au kwa madhumuni ya kuelimishana na kukumbushana juu ya mambo yanayohusiana na dini yetu, juu ya watu watukufu wanaohusiana na kunasibiana na dini yetu hii ya Kiislamu. Kama mlivyotangaziwa kupitia njia mbalimbali kwamba kutafanyika vikao hivi ndani ya msikiti huu kwenye kipindi cha masiku haya ya mwezi wa Muharram, na maudhui pia mkatajiwa kwamba maudhui zetu zitalenga hasa kuzungumzia mauaji ya dhulma yaliyofanywa dhidi ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, naye ni Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim radiyallahu anhu wa an abihi. Allah amwiradhi yeye na baba yake Al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma. Kwa hakika hili jambo ni jambo kubwa sana
jambo hili la kuuawa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo kubwa, na tunatakiwa sisi tulifahamu kwa uhakika wake na ukweli wake, na tujifunze ndani yake, kwa sababu hiyo ni moja katika agharadhi au malengo ya kutajwa na au kusomwa historia. Historia inakuwa ni somo, lakini pia inakuwa ni mazingatio. Kwa hiyo tunasoma kisha tunapata mazingatio ndani yake. Kitendo cha kuuliwa al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma ni kitendo kiovu cha kinyama ambacho hakikubaliki, kinastahili kulaaniwa na kusemwa vibaya, kwa sababu al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu ni mtu ana nafasi kubwa sana katika nafsi za Waislamu, kwa sababu ya nafasi yake kwanza alionayo ya usahaba. Ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo ni katika ahlul bait, katika wanawachuoni wa Kiislamu. Kwa hiyo karaba yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam inampa manzila, ilmu yake na usahaba wake. Kwa hiyo jambo hili lina nafasi kubwa, na tumemchagua yeye kumzungumzia Hussein radhiyallahu ta'ala anhu. Kwanza ni kama sehemu katika historia tunajifunza, lakini pili, miongoni mwa sababu zilizopelekea sisi kulizungumza jambo hili ni upotoshaji unaofanywa, upotoshaji wa makusudi unaofanywa kupitia tukio la kuuawa bwana huyu. Baadhi ya madhahib, baadhi ya watu wanalitumia tukio la kuuawa Hussein kama ndio kitu cha kujitangaza wao, na isitoshe katika kujitangaza kwenyewe wakawa wanatumia uongo badala ya kutumika ukweli. Sasa sisi tunatakiwa tusome tujue ukweli ni upi na upi ni uongo, lakini pia ndani yake tutakuwa tunapata fundisho kwa haya tunayoyatenda na yatakayotendwa na ambayo tayari yashatendwa. Tunapata mazingatio, tunapata somo, tunapata mafunzo, tunapata mauidha ndani yake. Hivyo basi hatuwezi tukaja tukazungumza tu Hussein kauliwa, ilikuwa hivi na kadha wa kadha. Mambo ya kielimu hayapelekwi namna hiyo. Ni lazima kuwepo na tamhid au tawtia, au tunaweza kuita kama madkhal, namna ya kuweza kuingia hii mada. Lazima kuna vituo na hatua uzipitie, utoe maelezo ili yaeleweke, alafu kisha upate njia ya kupita. Kwa namna hiyo basi majalisi hizi au vikao hivi havitapungua 5, lakini vinawezekana vikafika 10. Havitapungua 5. Tutajitahidi kufupisha, lakini pamoja na kufupisha kwetu hatutaweza kuzungumza chini ya vikao 5, lakini pia kuna uwezekano vikafika mpaka vikao 10. Kwa hiyo inawezekana 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hili litategemea mingine yatakayotoka kwenu, kwa sababu baada ya vikao kama 3 hivi au 2, 3 tutaanza kutoa fursa ya watu kuuliza maswali. Tutazungumza, tutatoa fursa ya kuuliza maswali. Sasa fursa hii
inawezekana ikazalisha kutanuka kwa maudhui na kuzalikana vikao vingine. Lakini jambo kubwa la kwanza ambalo napenda tulifahamu kabla ya kuingia katika jambo la kumzungumza Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu na mauaji yaliyofanyika dhidi yake, tunatakiwa tufahamu kwamba dhulma ni kitu kibaya. Katika vitu ambavyo Muislamu mwanadamu anatakiwa ajiepushe navyo ni dhulma. Adh-dhulm, dhulma ni kitu kibaya sana. Na ndiyo maana katika hadithi sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama amesarihi jambo hili Mtume katika yale ambayo au katika zile hadithi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama huzisimulia kwa kuwa anazipokea kutoka kwa Mola wake. Nikisema hivi na kusudia alhadithu alqudsi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ambayo ameyapokea yeye kutoka kwa Mola wake ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala akimwelekezea Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ni ujumbe huo kwa Waislamu wote na kwa wanadamu wote, bali aliposema ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi, hakika mimi nimeiharamisha dhulma kwenye nafsi yangu au juu ya nafsi yangu, nikaifanya kwamba ni haramu, mimi sitadhulumu, siwezi kudhulumu waja. Kwa hiyo dhulma nimeifanya haramu kwenye nafsi yangu, lakini pia nikaifanya dhulma waja'altuhu bainakum muharrama, nikaifanya dhulma baina yenu ni yenye kuharamishwa. Fala tadhalamu, basi msidhulumiane. Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu anaipokea hadithi hii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nayo ni katika yale anayopokea kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni katika anayoyapokea kutoka kwa Mola wake. Mola wake tabaraka wa taala anatuambia maneno haya, ambaye ndiye Mola wetu sisi: ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu. Kwa sababu ma rabbuka bidhallamin lilabid, hakuwa Mola wako ni mwenye kuwadhulumu waja. Kadhalika waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, kwa nikaijalia dhulma baina yenu ni yenye kuharamishwa, basi msidhulumiane. Hadithi kaendelea: ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. الحديث، والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia akatukumbusha kwenye kitabu chake suala la adh-dhulm, na kwamba watu watalipwa kwa mujibu wa dhulma walizozifanya, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hatawaacha. Akasema katika aya ya 42 ya sura Ibrahim: wala tahsabanna Allaha ghafila, wala usidhanie kwamba Allah ni mwenye kughafilika, amma ya'malu adh-dhalimun, kughafilika kwa wanaoyatenda madhalim. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, hakika hapana vingine, anawaakhirisha wao Allah jalla wa ala kwa ajili ya siku ambayo yatakodoka macho katika siku hiyo, yani siku ya kiyama. Innama yuakhiruhum, hakika hapana vingine, anawaakhirisha wao Allah liyawmin, kwa ajili ya siku ambayo tashkhasu fihi al-absar,
yatakodoka katika siku hiyo macho. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa, wa af'idatuhum hawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hali ya kuwa ni wenye kwenda haraka kutoka makaburini. Muhti'in, hali ya kuwa ni wenye kwenda kwa haraka kutoka makaburini. Muqni'i ru'usihim, hali ya kuwa ni wenye kunyanyua vichwa vyao juu, vichwa vyao viko juu juu. La yartaddu ilayhim tarfuhum, hayapepesi macho yao. Wa afidatuhum hawa, na nyoyo zao ni tupu, kwa maana hazifahamu kitu kwa sababu ya hofu. Mtu anapokuwa na hofu huwa ile fahamu inampotea, na wao watakuwa hivyo hivyo kwa sababu ya kishindo cha siku ya kiyama na mzigo wa dhulma walioubeba. Waqad khaba man hamala dhulma, Allah subhanahu wa ta'ala asema hivyo katika sura Taha. Kwa hakika ameruka patupu, amekula hasara aliyebeba dhulma. Kwa hiyo dhulma ni kitu kibaya sana, na kimetajwa kwa ubaya katika Qur'an, na madhalimu hawatapata wa kuwatetea. Wa mali dhalimina min ansar, hawana madhalimu watetezi. Na jambo la watu wenye kudhulumu, kuwadhulumu watu damu zao, wenye kuwadhulumu watu heshima zao, wenye kuwadhulumu watu mali zao, jambo hili pamoja na kukemewa kupitia hadithi za Mtume, Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini jambo hili pia wanawachuoni wa Kiislamu huwa wanalitaja kwenye vitabu vyao, na wanawataja wale madhalimu na matukio ya kidhulma walioyafanya. Kwa mfano, ukisoma kitabu kama kitabu hiki Al-Bidayatu wan-Nihaya, Al-Bidayatu wan-Nihaya cha al-Imam al-Hafidh Abu al-Fida Ismail bin Umar ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, katika juzuu ya 11 kwenye ukurasa wa 240, chapa ya Darul Ma'rifa Beirut, aliyataja matukio ya mwaka 330. Mwaka 330 Hijiria kulitokea matukio mengi mabaya ya kuhuzunisha kabisa, na wakatajwa baadhi ya wale waliofanya matukio haya. Sasa baada ya kuyataja matukio yale, al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akasema qala Ibn al-Athir, qala Ibn al-Athir, anamnukuu al-Imam Ibn al-Athir, amesema Ibn al-Athir. Ibn al-Athir naye pia ni mwanachuoni wa tarikh, ameandika kitabu kikubwa kabisa cha tarikh chaitwa Al-Kamilu fi at-Tarikh, Al-Kamilu fi at-Tarikh. Sasa Ibn Kathir amekuja baadaye. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ni mutaakhir ukilinganisha na Ibn al-Athir. Sasa yeye ananukuu kutoka kwa Ibn al-Athir, anasema wa inma dhakarna hadha liya'lama adh-dhalamatu anna akhbarahum ash-shani'ata tunqalu fi al-kutubi. Hakika hapana vingine, tumeyataja haya ili wajue madhalimu kwamba zile habari zao mbaya zinanakiliwa, watabqa ba'dahum ala wajhi al-ardi fi al-kutubi, na zinabakia baada yao juu ya mgongo wa ardhi, juu ya uso wa ardhi, zinabakia kwenye vitabu. Liyudhkaru biha, ili watajwe madhalim kwa habari hizo. Wayudhammu, na wasemwe vibaya. Wayuabu, na watiwe aibu. Dhalika lahum khizyun fi dunya wa amruhum ila Allah, na hiyo ndiyo fedhea yao hapa duniani na jambo lao liko kwa Allah jalla wa ala. La'allahum yatruku dhulma, huenda wao wakaacha dhulma. Illam yatrukuhu lillah, wasipo iacha dhulma kwa ajili ya Allah. Maana mtu akijua kwamba mimi habari zangu zitaandikwa kwenye vitabu, kisha watu watazisoma
na vizazi vijavyo watasoma, watajua ubaya wangu, basi pingine hilo likampa hofu ya kuacha dhulma. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kitendo kilichofanyika cha kumuua al-Husayn bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah ni kitendo cha dhulma, hakikubaliki. Hakuna muislamu yoyote ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, anamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na risala aliyokuja nayo, akafurahishwa na vitendo vilivyofanyika dhidi ya mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni nukta muhimu tafaa tuijue. Nukta nyingine katika jambo hili ambayo ni muhimu kuijua nukta hiyo ili tuweze kuingia katika maudhui kwa njia zake, ni jambo la taarifa au maalumat, naweza kusema ya kihistoria. Historia ya Kiislamu ilivyo, au historia ya Waislamu ilivyo, na kusudia kwamba historia iliyodhibitiwa na wanawavyoni wa Kiislamu, muundo wake ulivyo ni tofauti sana na historia zilizoandikwa na wasiokuwa Waislamu. Na jambo hili ndilo ambalo linawapa sharafu, ni jambo ambalo linawapa sharafu Waislamu dhidi ya wengineo, kwa sababu wamemudu na wameweza kudhibiti mambo yao. Kuanzia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamedhibitiwa kwa kanuni na taratibu nzuri kabisa. Matukio ya masahaba na habari zao zimenukuliwa kwa ufundi wa hali ya juu. Waliokuja baada ya masahaba, waliokuja baada yao, wakiwemo maimamu wa Kiislamu, yani maulama, kadhalika maumara, viongozi na watawala wa Kiislamu, habari zao pia zikanukuliwa, zikahifadhiwa kwa utaratibu na mfumo mzuri kabisa, jambo ambalo hulipati kwenye dini nyingine. Huko hakuna utaratibu, na ndio maana, labda kwa mfano wa karibu tu, ndio maana katika nchi zetu sisi linapozungumzwa, hasa katika nchi za Afrika mathalan, linapozungumzwa jambo la kihistoria, wewe ukiitaka historia ya miaka 300 au 500 nyuma ya mahali ulipotoka, mahali ulipo, ukiitaka historia kwa mtiririko unaokubalika, utaipata. Utakutana na qila wa qalu. Qila wa qalu maana yake porojo, maneno ya kuungaunga, na historia za uongo za ambiwa. Inasemekana miaka milioni 200 iliyopita palikuwa na bahari hapa, inasemekana. Basi inasemekana, nani amesema? La nadri. Uongo tu, maneno ya kuundaunda. Ukitafuta historia ya miaka 200 ndani ya familia yako tu huwezi kuipata, kwamba wewe ni nani, wazalikana vipi, babu wa mababu 10 12. Ukifika 4 5, basi pengine una nafuu kubwa wewe, pengine unaweza kujua babu yangu aliishi hivi, alikuwa vile, akitu fulani.
una nafuu kubwa. Lakini wengine ndio basi habari zimeshakatika, yeye ajua mimi ni fulani bin fulani bin fulani, majina matatu yameisha. Historia ya waliokuwa baada ya hapo haipo, ya ukweli hasa iliyothibitishwa kwa njia zinazokubalika haipo. Kwa mfano, labda unaweza kuuliza tu, hii Tanga ni ya nani? Labda historia kama hiyo, Tanga hii ni ya nani? Yani wenyeji wa kwanza wa hapa. Utasikia habari nyingi na nyingi zake za uongo, kila mmoja aeleza kivyake. Ile anakuambia Tanga ya Mzigua, Tanga ya Mbondei, Mdigo anasema Tanga ya Mdigo, Msambaa anasema Tanga ya Msambaa. Basi kila mmoja atasema yake. Inasemekana pale palikuwa na hivi, inasemekana pale palikuwa na hivi. Sasa historia ya Uislamu iko tofauti, haiko hivyo. Wanawachuoni wa Kiislamu wamejitahidi wakadhibiti historia ya matukio mbalimbali yanayohusu maulama, yani kuanzia masahaba na tabi'ina, atba'u tabi'in, maimamu waliokuja na hivyo hivyo na vizazi vilivyokuja baadaye, habari zao zimedhibitiwa. Hivyo hivyo watawala na dola mbalimbali zilizotawala, dola hii, watawala hawa wa dola hii walikuja hivi na hivi, habari zao zimeelezwa. Historia ya Kiislamu au ya Waislamu iko hivyo, pamoja na kwamba ukilinganisha ufanisi wa kuyahifadhi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo ni maneno na vitendo na takrirati za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ufanisi uliotumika katika jambo hili ni mkubwa sana kuliko ufanisi uliomo katika jambo la historia. Limedhibitiwa, lakini si kwa kiwango kama hiki. Katika historia kuna kukatika katika habari kwa sababu ya kukatika katika wapokezi, na mara nyingi habari nyingi zinanukuliwa bila ya kuwepo na wapokezi. Sasa talibul ilmi anapotaka kulizungumzia jambo lazima awe na manhajia, lazima awe na mfumo thabiti utakaomuongoza kwenye kufikia ukweli juu ya tukio anataka kulizungumza, hasa matukio yatakapokuwa yanagusa heshima za watu, hasa matukio yatakapokuwa yanagusa hukumu ya kisheria, hasa matukio yatakapokuwa yanagusa katika upande wa kujenga hoja. Unatakiwa uwe makini katika kutaja matukio unayoyasimulia hayo kwa watu. Na ndio maana al-Imamu al-Qahtani rahimahullahu ta'ala katika nunia yake, katika an-Nuniyya, al-Imamu al-Qahtani akasema la taqbalanna min at-tawarikh kullama jama'a ar-ruwat wa khatta kullu banan. لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة, katika baadhi ya nusakh ngoja kataba ar-ruwat wa khatta kullu banan. Usikubali katika historia kila ambalo limekusanywa na wapokezi, kwamba kila kilichokusanywa wewe ukakibeba kama kilivyo. Usikubaliane na utaratibu huo, na kila kilichoandikwa tu na vidole ukakichukua tu. Usikubali utaratibu huo. irwi alhadith almuntaqa an ahlihi, ipokee hadithi, ipokee habari iliyochujwa kutoka kwa watu wake, kutoka kwa wapokezi wake. siyama dhawil ahlami wal asnani, hasa wale wenye akili na wale waliokuwa na umri, yani marika makubwa, kabla al-Musayyib wal-Ala'i wa Maliki wal-Laythi waz-Zuhri au Sufyan, kama vile Ibn al-Musayyib, yani Sa'id ibn al-Musayyib
kama vile Al-Ala, kama vile Malik, kama vile Layth bin Sa'd al-Masri, kama vile Az-Zuhri Muhammad bin Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri, kama vile Sufyan al-Thawri أو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أو سفيان بن عيينة الهلالي. واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان. ihifadhi ilinde riwaya na ilinde mapokezi ya hifadhi mapokezi ya Jaafar ibn Muhammad, Jaafar as-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn al-Husayn ambaye tunamzungumza leo. ihfadhi riwayata Jaafar ibn Muhammad famakanuhu fiha ajallu makani, kwa sababu nafasi yake katika mambo ya upokezi ni nafasi iliyotukufu sana. واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا أيما عرفاني. akaendelea na maelezo yake katika abiyati zile, lakini ametoa muongozo kwa mbali kabisa kwamba wewe usiwe na tabia ya kubeba kila unachokisoma katika vitabu vya historia, usiwe na tabia ya kusimulia kila ulichosimuliwa na watu. kafaa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a, inatosha kwa mtu kuwa ni kupata dhambi, itamtosha mtu kupata dhambi kwa ile tabia ya yeye kusimulia kila anachokisikia. Sasa hizi historia wakati mwingine zinawagusa watu, iwe ni maulama au zinawagusa al-umara, viongozi au watu wa kawaida, lakini kila mmoja yatakiwa ilindwe heshima yake kama anastahiki kulindiwa heshima yake, na kila mmoja awekwe katika daraja yake na nafasi yake. Haitafaa Kiislamu kumkweza mtu na kumnyanyua mtu zaidi ya daraja yake, au kumporomosha mtu ukamweka chini ya daraja yake. Haifai, na hiyo itakuwa ni katika dhulma. Sasa kumetokea matukio yametokea zamani sana, zamani, yanawahusu watu, na watu wenyewe wapo katika hao maswahaba radhiyallahu ta'ala anhu, na wengine si maswahaba lakini wamewadiriki maswahaba, kama al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu ni katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tutakapoeleza nafasi al-Husayn na nafasi ahlul bait, tutakapokuja kueleza tutakuja kuona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kusema kwamba huyu al-Hasan na huyu al-Husayn ni sayyida shababi ahli al-janna, ni mabwana wakubwa kabisa kwa vijana wa watu watakaoingia peponi. Yale makundi ya vijana watakaoingia peponi ambao walikufa katika ujana wao na wakastahiki kuingia peponi, basi mabwana wakubwa katika kundi hilo watakuwa ni al-Hasan wal-Husayn. Hapa pana mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuthibitisha kwamba wao ni katika watu wa peponi, lakini pili watakuwa ni mabwana wakubwa kule peponi. Mtu mwenyewe kusema vipi useme kwamba hawa ni mabwana wa vijana wa peponi? Kwani peponi sio wataingia vijana, watu wote watakuwa vijana? Naam, ni kweli, watu wote wataingia katika pepo wakiwa katika umri wa ujana. Hakuna mzee, wote watapewa ujana. Wanawake watakuwa wanawari bali wanawari, hata kama alikufa mzee, lakini ataingia katika janna akiwa ni mwanamwali. Sasa mbona wasema huku kwamba hawa ni vijana wa watu wa peponi na watu wote ni vijana, basi watakuwa ni vijana wa wote? La, kuna watu wataingia katika janna kwa wasifu tofauti tofauti. Yani kitu gani huyu atapata sharafu? Labda atakuwa huyu katika mabwana waliokuwa wakifunga sana, watapata daraja fulani. Haina maana kwamba siku ile watu wakiingia peponi watakuwa wengine wamefunga kwa yale yaliyotokea kule duniani. Huyu ataingia katika janna atakuwa na wasifu fulani na jambo fulani, kwa kuwa labda alikufa shahidi,
yule alikuwa kadha, yule alikuwa kadha, basi hivi. Na wengine wataingia katika milango tofauti tofauti ya janna kwa sababu ya yale ambayo wameyatanguliza huko duniani. Kwa hiyo na hawa nao kwa watu waliokufa